Ukilitazama daraja la Mto Mhau, huwezi kuamini kama lilijengwa miaka 2 tu iliyopita. Muonekano wake, kupwaya kwa miundombinu na ubovu unaonekana kwa macho, unalifanya lionekane kama daraja lililojengwa katika kipindi cha ukoloni. Hali hii imeibua maswali makubwa kuhusu ubora na ujenzi na usimamizi wa miradi ya madaraja katika jimbo la Tunduru Kusini. Huu mto ni mto mkubwa. Inaonekana mto huu na huo mto mdogo, daraja lililojengwa mto mdogo ni kubwa kuliko lililojengwa mto mkubwa. Kwa sababu awamu ya kwanza lilijengwa daraja la mbao, likajengwa daraja la makaravati. Wananchi wa eneo hili wamesema mara baada ya ujenzi, daraja hilo limeanza kuonyesha dalili za kuharibika, hali inayosababisha usumbufu wa usafiri na kuhatarisha maisha yao hasa wakati wa mvua. Wao walipokuja huko, ina maana kwamba wanajenga daraja kutokana na jinsi viwango walivyopewa wenyewe. Lakini mkandarasi aliyojenga daraja wa awamu ya kwanza hajajenga vizuri. Kwa hiyo tunaomba mkandarasi ambaye anajua kujenga daraja zuri, kwa sababu siku zingine nakuta maji yamejaa, mtu apiti. Wangambo ni ngambo, wangambo ni ngambo. Kwa hiyo watoto wanaweza kukosa kwenda shule au wazazi wanaweza kukosa kwenda shamba kwa sababu ya maji yamejaa sana. Kwa hiyo pakupita upajui, kilichopatikana mpaka maji yapungue ndipo unapita. Kutokana na hali hiyo, mbunge wa jimbo la Tunduru Kusini Mhandisi Fadhili Chilombe akiambatana na viongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Tunduru anasema haiwezekani miradi ya umma ijengwe kwa fedha za serikali lakini idumu kwa muda mfupi. Amesisitiza kuwa wakandarasi wanaojenga chini ya viwango wanapaswa kuwajibishwa, huku TARURA ikihakikisha inasimamia kila hatua ya utekelezaji wa miradi kwa umakini. Tunachokifanya ni kwamba tunatakiwa kuhakikisha kwamba fedha zinazopatikana zikapelekewa kutengeneza kazi, ile kazi lazima itengenezwe vizuri. Kwa maana gani? Ukitengeneza kazi vizuri, kwa mfano daraja ikijengwa vizuri leo, itakaa muda mrefu, itatoa nafasi kwa maeneo mengine kufanywa kazi. Kinyume cha hapo, ukitengeneza daraja katika kiwango ambacho sio sahihi, utalazimika kila mwaka kuja kutengeneza daraja hilo. Na kwa sababu kiwango cha fedha kinachopatikana ni kidogo, kwa maana keki inatakiwa tugawane sawa kwenye taifa lote, utajikuta kwenye eneo lako au kwenye jimbo maeneo mengi hawafanyiwi kazi kwa sababu priority inakuwa inafanywa kwenye eneo moja tu kwa sababu ya umuhimu wa eneo hilo. Kwa hiyo tumekubaliana kimsingi, tumekubaliana kisayansi na viongozi kwamba kuanzia sasa kazi zitakazofanyika lazima ziwe kwenye kiwango kinachostahili, kwa kuimarisha usimamizi, kwa kuwapata wakandarasi wenye weledi, lakini kwa sisi wenyewe kufika site. Na mimi nimewahakikishia kufika site sio issue. Site mimi nyumbani kwangu tutafika huko, na ndio maana hata wakati nagombea niliwaambia watu tukutane site. Nilikuwa sitanii na wala nilikuwa sileti masiala. Nilikuwa nasema kitu ninachokifahamu. Kuna baadhi ya maeneo mbalimbali daraja zake na maeneo mbalimbali yanajengwa nje ya kiwango. Unakuta eneo ukubwa wa mto ni mkubwa zaidi kuliko daraja ambao wamejenga au kivuko walichokijenga kutokana na matoleo ambayo wanatoa. Unakuta kuna eneo ambayo inatajiwa uweke matoleo zaidi ya 6 au 7 ambayo yaweze kupitisha maji ili daraja sibomolewe, unakuta inawekwa matoleo 2 au 1. Sasa kipindi cha mvua na huku maeneo yetu ya Tunduru unakuta mvua inakuwa kubwa zaidi. Ina maana maji yanahama na eneo lingine yanapita sehemu nyingine, eneo la juu ya daraja inafikia kiwango daraja zinakuwa zinabomoka. Na pia changamoto kubwa wakandarasi wanaopewa kiujumla kwamba hawana uzoefu na hiyo shughuli ya ukandarasi au ujengaji wa barabara. Unakuta kwamba wanafanya hivyo bora wanafanya kuweza hawatimizi mawajibu wao kiujumla. Pindi anapofika kuwaleta wakandarasi au kuomba tenda mkandarasi, wamwangalie na vigezo vya mkandarasi, uje anaweza au anakizi kufanya hivyo vitu, kuliko kumleta mkandarasi bora mkandarasi anafanya vitu tofauti na vinavyotakiwa. Chilombe anasisitiza kuwa lengo la ziara hiyo ni kuhakikisha thamani ya fedha za wananchi inaonekana kwa vitendo. Pia anasisitiza jukumu lake la kumsaidia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kusimamia na kufuatilia miradi ya maendeleo ili ijengwe kwa ubora unaostahili na kudumu kwa muda mrefu. Lakini nachukua fursa hii kutoa wito kwa viongozi wote waliopo ndani ya wilaya. Kila mtu afanye kazi kwa weledi, atimize jukumu lake
Sisi wabunge tunakaa miaka 4-5. Katika kipindi hiki cha miaka 5 tujitahidi watu wafanye kazi zao vizuri kwa uadilifu na ilete matokeo chanya ambayo Mheshimiwa Rais anayategemea, ili hatimaye sasa tuifanye serikali ya Chama cha Mapinduzi na chama chenyewe kwa ujumla kipate hadhi yake inayostahili. Pale tutakapoanza napo ni lazima patengenezwe katika msingi wa kwamba panabaki imara walau kwa kipindi cha miaka 2 ili kutoa nafasi hela nyingine itakapotolewa ikafanyiwe kazi sehemu zingine. Maana yake ni kwamba lazima, na ili tumekubaliana, lazima tusimamie ubora wa kazi zetu ili tumsaidie vizuri Mheshimiwa Rais. Kwa upande wake, meneja wa TARURA wilaya ya Tunduru Kusini Mhandisi John Kweka akizungumzia daraja la Mto Mhau na daraja la Msenjewe, Mhandisi Kweka anasema miundombinu hiyo tayari imeingizwa katika mpango wa ukarabati na ujenzi mpya na mkandarasi wa utekelezaji tayari amepatikana. Kutokana na malalamiko hayo ambayo yamewasilishwa na wananchi kwa baadhi ya madaraja, sisi kama TARURA tayari tumeshapata kandarasi kwa ajili ya ujenzi wa madaraja hayo. Kwa mfano daraja hili hapa pembeni yangu la Mto Mhau tayari lipo kwenye mpango wa utekelezaji wa mwaka wa fedha mwaka huu 2025-2026, na tayari mkandarasi ameshafika eneo la kazi. Punde ataanza kazi kwa ajili ya kwanza kubomoa ambalo daraja lililopo, lakini pia kwanza kujenga daraja jipya ambalo ni la kiwango zaidi. Tunaenda kujenga madaraja yale ambayo yanakidhi mahitaji. Tunalenga zaidi kukidhi mahitaji hasa wingi wa maji, lakini pia uzito pia wa magari yanayotumia barabara husika. Kwa wananchi wa jimbo la Tunduru Kusini, ujumbe wao ni mmoja tu. Wanasema hawahitaji tena madaraja yanayojengwa kwa haraka na kuharibika mapema. Wanahitaji miundombinu imara, salama, inayolingana na fedha za serikali zinazotumika.